Ya, TCDC ni kifupisho cha neno Tanzania Cooperative Development Commission, kwa Kiswahili inaitwa Tume ya Maendeleo ya Ushirika. Taasisi hii imeanzishwa kwa mujibu wa sheria ya vyama vya ushirika namba 6 ya mwaka 2013 ambayo ilifanyiwa urekebu mwaka 2025. Kupitia sheria hii tume imepewa majukumu makuu mawili. La kwanza ni kuhamasisha na kuanzisha vyama vya ushirika, na ya pili ni kudhibiti vyama vya ushirika. Kwa kupitia majukumu haya makuu mawili ndio ambayo sasa inatuchagiza sisi kuendelea kufanya uhamasishaji katika sekta na tasnia mbalimbali za uzalishaji mali, ili sasa tuweze kuwafanyia vyama vya ushirika, kuanzisha vyama vya ushirika, lakini pia baada ya kuanzisha tuna jukumu lingine tena la kuhakikisha kwamba tunavidhibiti na tunavisimamia vyama vya ushirika. Okay. Na kwenye usimamizi kuna shughuli mbalimbali ambazo tunazifanya ikiwemo mapinduzi ya teknolojia. Kwa sasa tuna mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika ambao kwa kifupi unaitwa MOVE. Mfumo huu unasajili vyama vya ushirika, lakini pia unasajili wakulima na wanachama wote ambao wananufaika na vyama vya ushirika. Sambamba na hiyo, mfumo huu unakusanya taarifa za uzalishaji mali pamoja na taarifa za masoko moja kwa moja. Na mfumo huu sasa tumeumpeleka mbele zaidi. Baada ya kufanya uhamasishaji na kufanya uzinduzi wa mizani ya kidigitali, tumefanya integration ya mifumo ya mizani ya kidigitali pamoja na mfumo wa MOVE, kwa maana ya mkulima anapofanya masoko na kuuza mazao yake, akaning'iniza zao lake pale kwenye mzani wa kidigitali au akapima pale kwenye mzani wa kidigitali, basi taarifa zile zinaenda kusoma moja kwa moja katika mfumo wa MOVE. Sasa kilichotuleta hapa yake, kwa maana ya sambamba na tume, tunachokifanya ni kuhakikisha kwamba vyama vya ushirika vinakuwa endelevu. Sasa vyama vya ushirika ili viweze kuwa endelevu ni lazima viweze kufanya transformation ya mifumo ya sasa ya kielektroniki. Katika mifumo hii tumefanikiwa zaidi ya vyama 15 ambavyo tunavisimamia, zaidi ya mazao 15 ambayo tunayasimamia kupitia ushirika. Mazao yote yanapita katika hii mifumo ya kielektroniki, kwa maana ya malipo ya mizani katika kupima mazao yanapimwa katika mizani ya kidigitali, na katika malipo yanafanyika kupitia kwenye account. Kwa hiyo unaona sasa ile transaction inavyokamilika, kwa maana mkulima anapeleka zao lake kupima, yanapimwa katika mizani ya kidigitali, taarifa zinapelekwa kwenye MOVE, na inapopakiwa kwenye kulipa sasa malipo yale yanalipa moja kwa moja kwenye account, na mfumo wa MOVE unapokea zile taarifa. Kwa hiyo tunafanya ile completion ya ile taarifa ya masoko ya yule mkulima. Kwa hiyo tumekuja kwenye pamba, lengo kubwa ni kufanya uhamasishaji kwa wakulima wa pamba waweze kufungua account na waanze kufanya matumizi ya account ili malipo yao yapitie kwenye account. Utaona kwamba wakulima wa pamba wanapima kwa kutumia mizani ya kidigitali, lakini hawa complete ile transaction, kwa maana ya malipo sasa hafanyiki kwenye account, na ndio zao pekee kati ya mazao yote 15 ambayo sisi tume ya maendeleo ya ushirika tunayasimamia kupitia kwenye ushirika, zao la pamba ndio zao pekee ambalo malipo yake hayafanyiki electronically. Yes. Wakana kwa mkulima wa pamba atakuwa ni mgeni, ama inawezekana akawa ameusikia tufahamu. For sure ni kwamba mfumo kwa wakulima wa pamba pekee kwao ndio mpya, lakini tulishaanza kufanyia uhamasishaji kipindi cha takriban miaka 3 nyuma. Kwa hiyo angalau wameshaanza kusikia. Lakini pia hata tukipitia miongozo mbalimbali ya ununuzi wa pamba, kwa maana miongozo mwaka jana hata wa mwaka huu pia umeelekeza kwamba wakulima wale ambao watakuwa na account basi walipe fedha zao za pamba kupitia kwenye account. Kwa maana kupitia miongozo hiyo pamoja na waraka wa mrajisi ulielekeza kwamba mifumo ambayo itatumika katika swala zima la malipo ni mitatu, kwa maana ya taslimu, benki pamoja na mitandao ya simu. Sasa pale tayari ni vitu ambavyo washaanza kuvizoea na washaanza kuvisikia. Kwa hiyo tunachokifanya hivi sasa, kwa kuwa serikali inajielekeza kwa msimu ujao wa 26-27, kwa maana msimu wa ununuzi wa 27-28 kwenye eneo la pamba, malipo yote yatakuwa ni kupitia mitandao ya simu na akaunti za benki, hakutokuwa taslimu. Sasa tumekuja hapa kwa ajili ya kufanya uhamasishaji na lakini pia kuwahabarisha wakulima na wadau wote wa tasnia la zao la pamba kwamba tujipange kwa msimu ujao, kwamba malipo yote ya pamba yatafanyika kupitia mitandao ya simu pamoja na benki, hakutokuwa na taslimu tena. Sasa habari hii lazima ipokelewe positively pamoja kwa wadau wote, kwa sababu kumbuka kwamba zoezi la ufunguzi wa account halihusishi tume ya maendeleo ya ushirika peke yake, lakini pia inahusisha na mabenki. Mabenki kwao ni fursa ya kufungua account na kuwasaidia wale wakulima kufanya miamala kupitia kwenye account
pamoja na mitandao ya simu kwa maana ya Mixx by Yas. Na hawa ambao umewataja hapa mara kadhaa ndio wadau wetu wakubwa na wapo mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba wakulima wanamiliki zile line, lakini pia wanatumia line zao katika utaratibu mzima wa malipo. Okay. Kwa kwenye eneo hili sasa, pamoja na kuwashirikisha hao wadau, lakini pia ni fursa kwa wafanyabiashara wale wadogo wadogo, wakati hata wakubwa, kwa kule vijijini kufungua uwakala, kwa sababu tayari sasa tunamsogezea hii huduma ya kifedha mkulima ambaye yupo kule kijijini kule ndani. Kwa hiyo ni fursa kwao, lakini pia inaenda mbali hata kwa vyama vya ushirika vyenyewe kuweza kufungua uwakala wa huduma ya Mixx by Yas au wakala wa kibenki kuweza kutoa huduma za kifedha kwa wakulima watakapolipwa zile fedha zao kupitia kwenye account. Sasa hii tunafungua wigo katika minajili ya kwamba hawa wadau ambao tunashirikiana nao, lakini pia vyama vikuu vya ushirika na vyenyewe sasa vinabidi vijitanue zaidi na kujitanabaisha namna ambavyo vinaweza vikahudumia wale wakulima wake kupitia vile vyama vya msingi vya ushirika ambavyo wao wanavisimamia. Okay. Lakini hii ni fursa sasa kwa bodi ya pamba pamoja na sisi Tume ya Maendeleo ya Ushirika kuweza kuratibu swala zima la usimamizi wa malipo ya kielektroniki kwa wakulima wetu, na itatusaidia. Kumbuka kwamba tuna sababu mbalimbali ambazo serikali imepelekea kuleta huu mfumo. Sababu ya kwanza ni ubadhirifu ambao ulikuwa ukiendelea kutokea kwa viongozi wa AMCOS pamoja na wale wanunuzi wa pamba ambao hakuwa waaminifu. Kinachofanyika ni kwamba kipindi hichi hivi sasa katika malipo haya ya taslimu ni kwamba mnunuzi wa pamba anapeleka taslimu kwa kiongozi wa AMCOS ili aweze kumnunulia pamba, na zile taslimu ambazo anapeleka fedha nyingi zaidi ya milioni 10, zaidi ya milioni 20, ambazo kwa bahati mbaya wakati mwingine wanaweka noti za 5,000. Sasa changamoto ya kuhesabu noti 5,000 zikiwa milioni 20, wewe mwenyewe nafikiria hapo akili yako isha click kwamba hii itakuwa ni chaos na changamoto kubwa. Sasa kinafanyika nini sasa? Kinachofanyika ni kwamba anamsainisha yule kiongozi wa AMCOS milioni 20, na kati kiuhalisia amempatia burungutu la fedha milioni 18. Tayari pale kiongozi wa AMCOS kashapigwa damage, kashapigwa ubadhirifu, kashapigwa hasara. Sasa na kiongozi wa AMCOS kile kipindi ambacho anakuja kurealize kwamba hizi fedha ambazo nimepewa ni pungufu, kwa maana ilitakiwa niwe na milioni 20 niweze kununua pamba za thamani ya milioni 20, ana realize kwamba hizi fedha ni milioni 18, na yeye sasa inabidi afidie gepu la ile milioni 2 ambayo imepotea. Kwa hiyo nani anaenda kuumia? Anaenda kuumiza mkulima. Sasa lazima tudhibiti hili swala, mkulima asiingie katika hii changamoto ya kuibiwa. Wakulima wanaweza kaibiwa katika staili nyingi sana, kwenye staili ya mizani, lakini pia kwenye staili ya kupunjwa zile fedha zake ambazo anastahili kulipwa, unaona. Lakini pia tunaenda mbali zaidi, ili kiongozi wa AMCOS aweze kufidia zile milioni 2 ambazo amepotea, lazima achengeshe takwimu. Sasa takwimu anachengesha vipi? Anachengesha takwimu kwa kupima tofauti na uhalisia wa pamba ambayo imepelekwa pale. Sasa ile takwimu akichengesha, maana yake kuna watu wanastahili kulipwa tozo zao mbalimbali kupitia zile takwimu ambazo tunazitegemea kutoka kwenye AMCOS. Tunajua kwamba halmashauri za wilaya zinategemea takwimu za AMCOS ili ziweze kupata sesi yake ambayo wanatusaidia zinasaidia halmashauri kupata fedha ili kufanya maendeleo katika halmashauri husika. Lakini pia chama cha ushirika cha msingi chenyewe husika, takwimu zikicheza zile, manake ile tozo na ushuru ambao ilitakiwa upokelewe kwenye chama kwa ajili ya kusaidia maendeleo ya chama na kugaramikia gharama mbalimbali za chama, na zenyewe zinapotea. Lakini pia kuna wadau mbalimbali ambao wanahusika na hizi takwimu. Kwa mfano watengenezaji wa sera, tunajua wizara zetu za kisekta zinategemea takwimu ili ziweze kutengeneza sera na kuweka mahitaji halisia kwa wakulima wetu, kwa maana ya ili tuweze kujua kwamba kiasi cha mbegu kinachotakiwa kupelekwa kwa wakulima lazima tuwe tuna takwimu sahihi za uzalishaji. Lakini pia kiasi cha viuatilifu ambacho kinatakiwa kwa wakulima lazima tuwe na takwimu sahihi za uzalishaji mali, ndio tutajua makisio halisi ya mahitaji ya hivi vitu vyote. Lakini pia Tume ya Maendeleo ya Ushirika imetangaza kampeni ambayo inafahamika kwa jina ya Linda Ushirika, Chagua Uadilifu. Hivi karibuni hapa, unajua hivi sasa tupo katika transformation, katika kipindi cha kufanya mapinduzi makubwa kwenye ushirika, na kama tunavyoona kwamba mambo makubwa yanaendelea kufanyika kwenye ushirika ni hii yote baada ya transformation ambayo tunaendelea. Sasa katika kuhakikisha kwamba transformation inakaa vizuri, tukaanzisha kampeni ambayo inafahamika kwa jina ya Linda Ushirika, Chagua Uadilifu. Lazima viongozi wa ushirika na wadau wote wa ushirika waitangaze hii kampeni na waiishi hii kampeni. Mojawapo ya strategy ya kuhakikisha kwamba hii kampeni inafanikiwa ni pamoja na malipo ya kielektroniki
malipo ya kupitia kwenye account ili aweze kutusaidia kufanya traceability, lakini pia kuhakikisha mkulima haibiwi, viongozi wa ushirika hawadhulumiwi, lakini pia wanunuzi wa pamba ambao ni wawekezaji na wadau wakubwa hawapotezi fedha zao, kwa sababu mara kadhaa na wenyewe walikuwa wakilalamika wanapokabidhi zile fedha kwa viongozi wa AMCOS, zile fedha zilikuwa zinapotea. Lakini pia sababu ya tatu, tumeona hapa juzi Wizara ya Fedha imetoa maelekezo kwa wafanyabiashara wote ndogo ndogo, wakati hata wale wakubwa waweze kufanya malipo yao kwa kutumia electronic payment. Sasa lazima tuandae wakulima wetu. Wakulima wetu hawapo katika kisiwa, kwa maana ya kwamba wao watakuwa wanafanya huduma zao kule walipo. Wao wakulima wetu wanahudumiwa pia na wafanyabiashara ndogo ndogo. Kwa kile kipindi ambacho wanakuja kupata huduma kwa wafanyabiashara ndogo ndogo, hela zao ziwe kwenye electronic, ili wakija huku sasa wakifanya malipo iwe rahisi zaidi kufanya ile electronic payment. Kwa pamoja na sababu hizo mbalimbali na nyingine nyingi ndizo ambazo zimepelekea serikali sasa kukazania na kuendelea kufanya uhamasishaji nchi nzima, ili uelewa huu ufahamike kwa wakulima wenyewe na wajue namna ambavyo wanaweza kunufaika kupitia haya malipo ya electronic.